Kuna nini? Kuna nini hapa? Mbona hivyo? Wewe mzee nao vipi wewe? Mbona unaleta uchawi hapa kwenye kazi za watu? Unatoka wapi? Kuna nini na kuhusu nini? Wewe pita hivi. Wewe unamjua vizuri huyu. Eti dada, kuna nini kwani hapa? Wewe tulia na mzuzu wako. Huyu mimi namdai mali zangu. Si unajua? Ashanikimbia siku nyingi. Wewe ndio kukutana naye lazima nipe mali zangu. Wewe tulia hivyo. Kumbe nyinyi ndio vijana wakabaje? Kumbe nyinyi ndio mnaoibia watu mitaani. Wewe mzee sikiliza. Usiniletee mapozi au vipi? Sogea hapo. Piga kichwa. Tulia hivyo hivyo. Kijana niache kijana. Niache kijana. Nakupiga bonge la kichwa wewe. Kijana unajitafutia matatizo kijana. Malizana na wewe. Kijana niache litakukuta jambo baya kijana niache. Wewe unatishia maisha mimi? Unatafuta matatizo. Njoo usiogope. Haya mambo ya mila tu madogo, lakini wanaogopa, wanakimbia. Mzee, nataka kusema asante kwa jinsi ulivyonisaidia. Mimi ndani hapa. Nimefika. Nyumbani hapa? Sawa. Karibu sana nyumbani. Asante. Mimi nakaa huko chini. Basi Mungu akipenda tutaonana. Samahani. Bila samahani. Naweza kunisaidia namba yako ya simu? Bila shaka. Basi nashukuru. Haya, asante. Moyo unalia, machozi yananitoka. Ndoa, huzuni, usaliti, ni maumivu umenitia doa. Unasoma kwa bidii sana. Kila mwalimu angependa kuwa na mwanafunzi kama wewe. Asante mwalimu. Kawaida tu. Unajua? Shoga, kama tulivyoongea, nimekuja kwa ajili ya swala letu lile la kutoa njiti. Naona ni mapenzi mbashara sasa. Umeamua kumzalia shemeji? Mapenzi gani mbashara unayozungumzia wewe? Mapenzi yapi? Na shemeji yupi wewe unayemsemea wewe? Si yule aliyekuita siku ile. Jamani. Yule baba alinisaidia tu kama kusaidia mtu. Yaani ni msaada tu aliotoa kwangu. Njoo. Usinifanye mimi mtoto mdogo. Bidii pekee haiwezi kukusaidia. Unahitaji kuwa na mtu wa karibu, mtu ambaye anakuelewa, kusikiliza, kukujali kwa moyo wa kipekee. Unamaanisha nini? Lakini ile siku amekuja ameweseka sana, ulipoondoka akaniomba namba yako ya simu. Nikawa nimempatia. Alikutafuta? Ni kweli alinitafuta, nikaongea naye. Na anaonyesha zaidi kabisa ananipenda. Lakini kama nilivyokuambia, ni mume wa mtu, mimi naogopa. Na kingine sitaki mimi mume wa kushare eti niwe bi mdogo. Rafiki yangu.
Nachoona mimi huyu mwanamume anakufaa sana kwa wakati huu. Kwa kipindi hiki unachopitia anakufaa sana. Wala usijali kwamba eti ni mume wa mtu. Wewe zingatia sasa. Maisha ya shule ni safari ndefu sana. Nikiwa upande wako na tukiwa karibu zaidi, naweza kukusaidia na utafika mbali sana. Nitakusaidia kwa kila kitu, si masomo tu, hata maisha mengine nje ya shule. Nisikilize mwalimu. Unajua nakupenda tena sana. Yaani muona tu hiyo siku ilivyokuwa na mara huku mara huku kasema. Ni kweli kabisa udugu unachokisema, yule baba ananipenda. Lakini changamoto, yule ni mume wa mtu. Yaani hapo ndo wewe unataka mwanamume wa peke yako. Shoga. Mwanamume wa peke yako utampata wapi? Ni afadhali nikashia na wengine kule nje nisiowajua. Lakini sio kushia na mwanamke mwenzangu. Najua yani yule ana mwanamke mwingine na mimi naenda kujiweka pale. Kibaya zaidi, mke wake kashajua. Samahani. Mimi nataka kusoma, nitimize malengo yangu ili nifanikiwe katika maisha yangu. Nitimize ndoto zangu. Niwe kama wewe kwa sasa. Sitaki kuingiza mambo mengine. Siwezi. Sikiza Irene. Nimekuwa nikikuangalia kwa muda mrefu sana. Leo nimeamua nikutolee ujio. Chelewa tukutamwa na si wako. Jusikati hapa ananipigia simu, kanichalazia huyo. Nikamwambia dada, kwanza we nani? Na mume wako yupi huyo unayemzungumzia? Mimi mume wako simjui. Yaani wewe hapo ndio ulifeli. Hiyo siku alokupigia simu. Yaani hapo ungemwambia kila kitu, ungemfungukia kwamba shoga mimi ndio mke mwenzio. Ndio. Ili kule nyumbani mambo ya vurukike, kama nikuondoka aondoke. Afu mimi naingia mjengoni. Sasa je? Unasubiri nini? Shoga yangu kizembe hivyo. Yaani natamani ndo ningekuwa mimi. Kizembe? Alafu sasa. Yaani inavyoonyesha dhahiri yule baba. Samahani. Lakini siwezi. Tafadhali sana mwalimu. Hana maelewano mazuri na nyumba kubwa kule. Hapo ndo patani sasa. Kwa hiyo anaonekana yuko serious na mimi. Sasa changamoto ni ile, sibi nianzie wapi niishie wapi ili nimweke kwenye mstari. Mimi kuna kitu nataka nikusaidia. Haya kungu wangu, nakusikiliza. Kuna mganga anaweza kukusaidia wewe. Yaani kila kitu kikanyoka. Shoga yangu, mganga tena? Aileen. Mwalimu, mnazungumza nini? Alikuwa ananisaidia homework. Nilikuwa nikimwelekeza namna ya kujibu testi ijayo. Huyu homework, huyu testi. Mtaelewa vipi jamani? Basi waelewi. Afu mmekaribiana hivyo. Kawaida tu. Mwalimu, kweli. Sasa ni kawaida tu. Wala hamna kitu ambacho kikiendelea. Angalia tutakuwa washirikina mjini hapa. Wewe kusikia mganga ndo tumekuwa washirikina? Wao waganga sio shida zangu. Sema huyo baba kuna siku nilikabwa na vibaka. Yule baba alinisaidia, alionyesha show ya ukweli. Nikasema kabisa kumbe waganga bado wapo. Naamini atatusaidia. Maana hata mimi mambo yangu kayanyosha, yani niko hivi. Sio nitaka tangaza ndoa. Usijali kuhusu hilo.
Sasa wewe. Haya ndo maneno. Kwa hiyo tunampataje huyo baba? Unajua anapoishi? Ninajua anapoishi, pia na namba zake za simu. Ndo maneno. Namba ndo hii hapo. Basi ongea naye. Nitakapowafikiana utaniambia. Ninakupeleka. Basi sawa shoga yangu, haina shida. Muda si mrefu nitakutafuta. Hapa acha nikajiandae niende gengeni kwangu. Kwa hiyo shoga naye nitakutafuta tuongozane. Na unapenda kudeka sasa, hiyo siku nikajua mtu anakata roho, huyu kuna mdekea huyo baba. Shoga yangu, hebu acha wewe, nilikuwa naumwa kweli. Unaumwa wapi? Kumbe wewe unatanguza masuala kwenye ugonjwa. Nilikuwa naumwa kweli. Nilikuwa very serious. Sawa, lakini usisahau kunipitishia matunda. Si unajua? Nisikutishie udugu wangu, wewe nipitishie nani? Hata usiwazi. Basi kazi njema. Sawa. Mwanangu Fungo, mbona upo kama mtu alofiwa? Unajua mimi naumia mwanangu. Wewe mimi nampenda, kwa nini anifanyie hivyo mimi? Au ni wengine bwana. Yaani muone ile mapenzi. Shakwambia yule demu jao atakuja kuue mwanangu. Yaani niliumia kutoka moyoni mwanangu. Mimi yule demu namuelewa sana. Yule anazoniletea zesheni sio zenyewe. Sisi masela au tukipenda tunapenda kweli. Mimi kwamba hatunaga kuzuga au kunanilii, unajua? Mbona nifanyie hivyo yule demu mimi? Ila wewe umezidi bwana. Una mapenzi ya kizamani, yani yale ya kizamani kung'ang'aniana kaa kupi yani. Haya mapenzi yashaisha mdogo wangu. Wewe ni Fongo miaka ya kobe, unajikubali wewe mwenyewe miaka ya kobe. Alafu unaishikia mama yani, unapenda tu. Angalia vipengele mwanangu vitakukosti. So baadaye meja siji nini kalienda karudi na turejesha namba hizo sizo. Mdogo wangu mwanangu, wewe mdogo wangu mwanangu msera mchizi. Ila kwenye mapenzi mimi na wewe takataana mzee wangu. Hiyo unapoteza hela. Hiyo nguvu ya taifa ya kesho, wekeza baba. Siseme hivyo. Unajua mimi nimefika kipindi nikaona itoshi. Unajua nikamuibukia yule rafiki yake. Tulikuwa wote. Kuna kitoto fulani hivi. Wale wanasoma wote kumbe shule moja. Si unajua? Sasa mimi niko na ngoja sasa hivi mimi nimuumize. Nikamtongoza rafiki yake. Afu rafiki yake mwenyewe akanichomolea mbele yako mwenyewe. Si unajua? Hiyo niliona. Oya mwanangu, mimi namkosi kwenye mapenzi unajua. Oya. Mimi yule akili yangu unajua ina sense kabisa. Mimi siamini yule demu kweli kunifanyia hivyo. Mbona mimi najitahidi sana na post mchizi, si unajua usiku mchana. Na ngata huko mtaani afu mwisho siku nije nimtunze hapo ananichukulia mimi bora. Hivi maisha gani hapa tunaishi mimi na yule demu mwanangu? Kwani imekuaje tena mwana? Yaani jana ndio alinipigia simu usiku. Ana shida na 30,000. Mimi mfukoni nilikuwa na 10 tu. Sasa sungemwelezea tu hali halisi jinsi ilivyo. Nilimwambia kabisa. Baby, kwa sasa ni 10,000 tu. Ghafla akaanza kunitukana mwanangu. Mzee. Oya. Ilizadilika sana. Mpaka nikajiona fara mbele za watu. Alisema nini? Moyo unalia, machozi yananitoka. Huzuni, usaliti, ni maumivu umenitia doa. Babu. Babu. Dada yuko.
Babu, tumeshafika. Eti alisema mimi ni mwanaume wa ovyo, sina future, ni maskini tu wa kutupwa, na mpaka akasema wanaume wote wa huu mtaa ni wa ovyo tu wote, alafu tu wa shamba. Hii kwa shilingi 20 tu man, au kulikuwa na issue nyingine man? Sasa mwanangu ndo unaongea kama unalia ndo nini sasa? Mkuu, nilikuwa nampenda sana, nilijinyima vitu vingi sana mimi kwa ajili yake. Leo mimi ananidharau sababu ya hela. Wewe Fonko, mwanamke anayekupima siku zote kwa fedha, huyo sio wako. Leo shilingi 30, kesho kitakaraki na kuaje? Oa. Inauma sana inauma sana. Wewe usikonde mwanangu, mtao na mademu wengi sana kama dada za Mwanza mjini. Meja, wewe noma sana. Nakubali. Tulia mwanangu. Leo tunakunywa soda 2 kupoza maumivu, alafu kesho tunaingia mzigoni. Huyo demu kile alichokimeza lazima akiteme. Unajua? Lazima tumletee uchizi. Hiyo haipingwi. Baba. Sheria. Au sio? Sema nini? Oa. Ngoja mimi niingie mtaani kwanza. Maki sielewi. Sawa. Babu, kumbe ulikuwepo ndani? Nilikuwa nimejinyosha kidogo. Karibu. Kama nilivyokuambia, yule mtu nimekuja naye. Angel. Ndevu.